Sasa ndugu yangu, leo niko na ripoti ambayo imekuwa hacked kutoka Ikulu ya Tanzania. Ripoti ambayo iko na masaini ya katibu mkuu ya Ikulu pamoja na rais. Ripoti ambayo imeonyesha budget ya Ikulu, pesa ambayo Ikulu peke zake imetumia kwa mwaka 2024 mpaka 2025. Nitajaribu kuisoma hii ripoti na kushare na peke zenu, lakini nafahamu kwamba hii ripoti itakuwa ni ripoti ambayo itawaharibia sana wiki yenu, kwa sababu leo ni Monday. Itaweza kuharibu hii mwanzo ya wiki mpaka mwisho ya wiki, kwa sababu tu za machungu zile ambayo mtapitia baada ya kuwapea hii ripoti. Hii ni ripoti ya siri na tumeitoa huko kwa sababu ya lengo ya kutaka wa Tanzania yote waweze kujua hasa kiukweli ni nini kabisa inaendelea kwa manchi zetu. Ni nini kabisa kinawafanya binadamu akuwe tayari kumuua binadamu yenzake, ama kuua mabinadamu zaidi ya mamia na maelfu kwa sababu tu abakie pale alipokuwa yupo. Tujiulize ni nini kikubwa. Kweli wanabakia pale kwa sababu ya mchele ile wewe unakula, ama maji yale wewe unakunywa, ama kitanda ile wewe unalala, ama kuna kitu kubwa zaidi ya hiyo ambayo haijawahi kuwekwa wazi ndio inawafanya hawa majamaa wawe tayari kuua? Hiyo ni ripoti ya kwanza ambayo nitaitoa leo. Na najua ni ripoti ngumu sana kwa watu ya serikali, kwa sababu hawataweza hawatakuwa na uwezo wa kuikataa hii ripoti, kwa sababu kwa ile muda ambayo tunaitoa, tulitoa kwa system nzima. Inaonesha kila kitu, inaonesha faili yote ambayo ipo na majina zake, na nani alikuwa msiri, na nani ameweza kusign. Kwa hiyo sidhani kwamba licha ya ukweli kwamba Tanzania ma viongozi zetu ni primitive, kama walivyokataa story ya BOT kama mifumo imechezeweka, sidhani kama hii wataweza kukataa. Lakini ndugu zangu, jana nimekuwa nimewaeleza kwamba wakati muda mimi niko nafanya masomo, nilifanya research kwa sababu niliwajibika kufanya utafiti. Na research nilofanya, nimefanya research yangu ambayo imechapishwa kwa shirika inaitwa Cyvalence ndani ya USA. Kwa sababu tu ninapenda watu mkuwe mnathibitisha hizi mambo, ninaomba muingie kwenye website yao, mtasoma. Ukiona huyo mtu ambaye kazaliwa Tanzania ni mimi, jina langu ni Sharif Lewinsky, utaona jina ninatumia hapa ni Habil Kabil. Utaona hapo jina yangu halali kama ile ambayo unakuta kwa account zangu za Instagram. Sasa ndugu yangu, research ambayo nilifanya, niliwaambia jana kwamba kwa mujibu ya research ambayo nimefanya, nimeorodhesha ushahidi kwamba kwa nchi ya Tanzania, kila nyumba ama kila familia yupo mtu mmoja ama zaidi ambaye ana kichaa. Na hii kichaa haijatokana kwa sababu Mungu kaumba familia ya Tanzania kila moja ikuwe na mtu ana kichaa. Hapana, isipokuwa hii wazimu hii na kichaa hii inatokana na ugumu wa maisha pamoja na msongo wa mawazo, na raia za Tanzania kuwa na masuala ambayo haijakuwa na majibu zake. Badala yake ama hatima yake inapelekea watu wengi wakuwe na matatizo ya afya ya akili. Lakini jambo ambayo ningependa uizingatie sana, sio kwa sababu tu hujihisi kama wewe ni kichaa au kazania ni mzima. Kwa mujibu ya utafiti ambayo nimeifanya, inaonesha kwamba wenda wazimu wengi ndani ya Tanzania hawajijui kama wao wenda wazimu. Lakini wakipimwa na ukiangalia tabia zao, jinsi wanavyozungumza, unajua kabisa kama hawa watu ni wana matatizo ya maakili, na huyu mtu anahitaji kusaidiwa afya ya akili. Hii ndiyo report ambayo ama research ambayo nimefanya. Ningependa mtu peke zake atakayepata muda aweze kuisoma kwa wakati wake, aweze kujua jinsi gani serikali ya Tanzania pamoja na CCM imeharibu jamii za watu na imeharibu familia za watu kiasi kwamba nimefanya research na chuo ya Amerika imeikubali kwamba Tanzania kila nyumba ama kila familia
yupo mtu mmoja ama zaidi ambaye ana wazimu, ambaye ana kichaa ambayo inatokana na ugumu wa maisha pamoja na umaskini uliokuwa umepitiliza pamoja na msongo ya mawazo mkubwa ambayo imepandikizwa na serikali zake. Hiyo nimeiweka wazi na nimekwambia tena kwamba sio lazima ukuwe uko na macheti ya mental hospital. Unaweza ukawa hujijui kama wewe ndiye una mawazimu, lakini uko nayo. Na iko siku tutaongea zaidi kuhusu hiyo. Habari nyingine ambayo ndo nitataka kuiweka ya kwanza kabisa, kwa sababu leo nimepewa warnings nyingi, nimepewa emails za serikali ambayo inanitrack na kunitishia, na nisingependa hapa kuweka wazi matisho ambayo naipata kutoka moja kwa moja kwa serikali ya Tanzania, na vile watu wanajitambulisha kabisa wao ni nani, kwa sababu sitaki kuwajengea hofu juu zenu. Sisi ni watumishi wa Mungu, na ukimgusa mtumishi wa Mungu umemgusa Mungu. Sasa kwa vile wale majamaa wameniletea maneno ya matusi na wameniletea vitisho vikali sana kwa emails, mimi jawabu langu kwa vile hapa wapo nawaambia kwamba mimi ni mtumishi wa Mungu. Na ukimgusa mtumishi wa Mungu unacheza na Mungu. Haya. Ndugu zangu, katika tangu maharakati zinaanza, wameanza kaka zetu na dada zetu kwa muda mrefu sana kupigania taifa yetu. Kama hapa juu tunawaona kina kaka Twaha, kina kaka Summer, kina kaka Nurvaz, kina Jacqueline wa Love. Hawa ni watu ambayo wameanza kututetea na kuzungumza taifa yetu kabla yangu mimi kuja juzi. Kwa hiyo ninapenda sana tuwape heshima zao, tuwape shukurani na tukue tunafahamu uwepo zao. Kuna dada kama kina Mange na watu wengine wamezungumza sana. Lakini hatima yake watu ambazo wanazungumzia mambo bora zaidi kuhusu nchi yetu wanaambiwa kwamba nyinyi kama kweli mnaipenda, kwa nini hamrudi Tanzania? Kwa nini hamuji kukaa Tanzania? Kwa nini wewe unapenda nchi yako, kwa nini huji kuandamana Tanzania? Sasa leo naomba kuwapa taarifa ambayo itawashtua sana. Katika nchi yetu ya Tanzania tuko na mihimili ya serikali mikuu mitatu, ikikuwemo mahakama pamoja na bunge. Na tukizungumza bunge, maana yake tunazungumza mtu ambaye ni kichwa ya bunge, anaitwa speaker. Ni speaker ya bunge. Na speaker ya bunge wa sasa jina yake Bwana Zungu. Huyu bwana ni mtu ambaye anapenda kujionesha mbele za watu. Sura yake ni mtu mzalendo sana na anapenda nchi sana, na hapendi watu wako manje za nchi wanakushawishini kwa nini hawarudi hapa. Naomba kuwapa taarifa mbaya sana ya huyu bwana. Bwana Zungu ako na mke na ako na watoto zake. Huyu bwana, mkewe na watoto zake wameomba ukimbizi nchini Belgium miaka mingi iliyopita. Na baada ya kuomba ukimbizi nchini Belgium, wakaidanganya serikali ya Belgium kuiambia kwamba wao ni wa Somali. Kwa sababu wanasema huko Somalia wako na mavita na wako na mashida, kwa hiyo wamekimbilia Belgium. Kwa sababu tu ya ukarimu ya nchi Belgium na kwa sababu umefanyika udanganyifu mkubwa sana, wakapatiwa permit, mwisho yake hawa watu wamepewa passport ya Belgium. Sasa ndugu yangu, hawa watu mpaka leo ni mke ya speaker ya bunge anakuja Tanzania kwa passport ya Belgium, passport ambayo imeandikwa kwamba huyu mtu amezaliwa Somalia na asili yake ni Msomali. Migration Tanzania, kama nyinyi kweli mnapenda kukanusha mambo, naomba leo ama kesho mtupe jawabu, na mkikurupuka tutaweka mapasipoti yao, jambo ambayo hatutaki tufike huko. Hawa watu wanaingia Tanzania na mnajua wako hapo Tanzania, wamezaliwa Tanzania. Kwa nini hamujakuwa mkawafungulie uchunguzi, ama kwa nini hamujairipotia mamlaka ya Belgium kwamba hawa watu wamezaliwa Tanzania na sio wa Somali? Kwa nini? Na kama hiyo bado haitoshi, watu hawa ambayo wako na passport ya Belgium wamepewa NIDA, wamepewa kitambulisho ya Tanzania iliyokuwa na namba ya usajili ya NIDA, ambayo inawaruhusu tena kuombea passport ama kupata haki ambayo ndugu zetu wa Tanzania wanapaswa kupata. Ndugu zangu,
Hii ni mambo ambazo viongozi ya Tanzania inajaribu kudanganya na kucheza na akili za maraia zetu, kuambia kwamba kwa sababu tu mtu anaishi Amerika na anapigania nchi yake, huyo si mzalendo. Naomba ndugu yangu peke zenu munijibu. Je, kati yangu mimi ambaye niko na passport ambayo wazi peke yake imeandikwa kwamba mimi nimezaliwa Tanzania, kwa sababu hii nchi niko wanajua kwamba mimi nimezaliwa Tanzania, na mtu ambaye kafika kuidanganya serikali ya Belgium kwamba wao ni wa Somali wakati ni wa Tanzania. Migration ya Tanzania inajua hii jambo. Usalama ya taifa Tanzania inajua hii taarifa. Kwa nini watu hawa wanalindwa? Kwa nini mahaki haza, masheria hizi ambazo zimekuwa zimepangwa, zimekuwa zinawashika watu maalumu tu? Kwa nini waandishi za habari za Tanzania wanapokuwa wanaongea na mheshimiwa Tundu Antipas Lissu wanamwambia kwamba kwa nini wewe watoto zako inakula bata Amerika? Ndiyo, lakini wale wamezaliwa Amerika na kwa dokumenti zao inaonyesha kwamba wazazi yao inatoka Tanzania. Hakuna kitu imedanganya. Naomba mpelekee masalamu bwana spika ya Tanzania. Kwa nini mkewe ni ana uraia ya Belgium, bado juu yake kaidanganya Belgium, kaiambia yeye ni Msomalia ili aweze kupata nationality ya Belgium? Na yeye spika ni muhimili ya nchi yetu. Ninaomba kutoa wito kwamba kwa sababu tuko na lengo ya kuparalyze serikali, tunampea spika ya bunge wiki moja atoe jawabu ama ajiuzulu. Vinginevyo hatua tunafanya ni moja. Tunawasiliana na Migration Office ya Belgium. Tutapeleka ushahidi ya mke zake na watoto zake. Tunaambatanisha na birth certificate, yani mavyeti za kuzaliwa ya mkewe na watoto zake kwamba imezaliwa Tanzania. Nitapeleka Migration ya Belgium ID za hawa watu kwamba wako na ID ya Tanzania. Na nitaiambia Migration ya Belgium kwamba wafute haraka iwezekanavyo uraia wao, kwa sababu hawa watu zimepata uraia kwa njia ya udanganyifu mkubwa sana, ambayo kwa mujibu ya sheria ya Belgium na European Union, udanganyifu huu inapelekea hata kupelekwa majela. Sasa kwa sababu tu umeyapea ndugu zetu na mafamilia zetu stress, na vile tumewaahidi kwamba tutaparalyze hii serikali kwa njia ambayo hakuna mtu yeyote Tanzania anaweza kufikiria, hii ndio tunafanya sasa. Mheshimiwa Bwana Zungu, nadhani wiki moja inakutosha kujitathmini na kutoa maamuzi ya kuachia hiyo kiti takatifu kwa haraka iwezekanavyo, kwa sababu tu uweze kuokoa uraia ya watoto wako na mke wako. Na wewe peke zako ndio utakuwa na maamuzi. Mutaichambua zaidi. Taarifa ya pili ndugu zangu ambayo leo ningependa kuiweka wazi hapa, kwa sababu tumekuwa mnapata hamasa ya kuweza kuitoa hawa majamaa kwa njia ya amani, ya maandamano ya amani siokuwa na kikomo kwa nchi nzima, ni kwamba niko na nyaraka inotoka Ikulu ilioonyesha budget ya Ikulu ya mwaka mmoja, mwaka ambayo ni 2024-2025, jambo ambalo litawaumiza sana. Ikulu ya Tanzania mwaka 2024-2025 kwa mwaka mmoja, kwa maana yake kwa miezi 12, kwa maana yake kwa siku 366, bajeti yake ni bilioni 33 milioni. Hata sijui namba hii inasomeka vipi, lakini kwa ufupi ndugu zangu, bajeti ya Ikulu ya Tanzania imepita bajeti yote, na hii hela sijui vipi matumizi zake zinafanyika, kwa sababu tu niko na nyaraka ya procurement officer, afisa manunuzi wa Ikulu. Ningependa kusoma kama hivi inavyofuata. Bilioni 33 milioni 544 hii 557,000. Ati hii ni pesa yote ambayo inatumika kwa mwaka mmoja tu Tanzania. Bilioni 33 milioni 500 inatumika kwa budget ya mwaka mmoja. Maana zake kwamba ikiwa Samia Suluhu Hassan ataendelea kukaa kwa Ikulu kwa miaka 10,
ninaomba wewe peke zako kwa raha zako fanya bilioni 33 na milioni 500 mara 10, utapata bei gani? Katika bajeti hii ndugu zangu, kuna hela ambayo zaidi ya milioni 415 inatumika kwa maji ya kunywa tu. Kununua maji ya kunywa ambayo yanaitwa kabila lake inaitwa maji, kabila yake inaitwa Fiji. Wanagiza kutoka Amerika kwa sababu hakuna na company, nimefanya research, hakuna na company yoyote ile kwa Tanzania ambayo inauza maji ya Fiji. Na nadhani watu nyingi Tanzania nikisema maji ya Fiji, brand ya Fiji, unaweza msijue ninazungumzia maji gani. Haya ni maji ambayo watu za Ikulu wanapigizia zao mswaki kwa pesa hiyo ambayo nakwambia. Kama hiyo haitoshi, naendelea kuchambua hii bilioni 33 milioni 500 inatumika vipi kwa mwaka mmoja Ikulu. Najua utalia, lengo yangu siku kuumiza moyo, mbaya zaidi sasa sikiliza hii inatumika vipi. Wanamtoa. Jamani, sisi tunataka tuone. Mbona sisi mnatuambia sisi ni tunafuata mkumbo, hatuwashushi? Mwingine kaja na sera kwamba sisi tunafanya na ngapi? Milioni 400 hela ya maji. Milioni 400. Walete kati. Walete kati. Sasa ndugu yangu, katika hii nyaraka ya Ikulu ya procurement officer, ofisa manunuzi na budget kuu ya Ikulu, inaonyesha kwamba kuna hela inakaribia bilioni 1 ya Tanzania ambayo ni milioni 900 na kitu. Matumizi yake imeandikwa kwamba imeenda kwa matumizi mengine. Ni hivyo tu. Sasa sijui wewe peke zako, labda mimi sio mtu ambaye najua Kiswahili fasaha. Hivyo mmetuita sisi sio wa Tanzania, mmetuita sisi kwamba fata mkumbo ya asante sana. Huyo ni Abil na Kabil akizungumzia tu pale akisema kwamba wameweza kupata zile document ambazo zinaonyesha kwamba kuna pesa ambazo zimevujwa katika serikali kuu, na anasema kwamba mwenye amesaini hiyo mkataba ama kuvujwa kwa pesa hiyo ni rais mwenyewe, Rais Samia Suluhu. So anasema kwamba haitawezekana kwamba pesa ya umma ivujwe jinsi inavyotumika ama kuvujwa na watu ambayo inafaa wachunge na waweze kutetea wananchi wa kawaida wapate kuishi maisha bora, lakini ni wachache tu ambao wanapata nafasi ya kuvuja pesa ya umma. So Abil na Kabil wameweza kuzungumza jinsi ulivyosikiza kwenye hiyo video hapo. Sijui na maoni gani kuhusiana na alichosema Abil and Kabil pale. Kama uko na maoni niachie kwenye comment section. Kama hujasubscribe na kuomba uweze kusubscribe, finya notification bell ndio wakati wote tunapata habari kama hizi unakuwa wa kwanza kuipata. Sijui na maoni gani. Alafu hivi karibuni, yani ni kama wiki mbili zimebaki hivi wa Tanzania warudi kwenye maandamano. Kama unavyojua tarehe 9 Disemba wa Tanzania wameamua kama mbaya watakuwa kwenye street na watakuwa pale kutetea haki zao. Na vile Mama Samia Suluhu anatarajiwa amefikishwa pale mahakama kuu ya ICC ambapo Watanzania wameweza kumshtaki, na pia vile watu kadhaa ambao wanatetea haki za kibinadamu pia wameweza kupeleka ushahidi kwenye koti ya ICC. Sijui na maoni gani kuhusiana na haya yote. Kama uko na maoni niachie hapo kwenye comment section. Kama hujasubscribe na kuomba uweze kusubscribe, finya notification bell ndio wakati wote tunapata habari kama hizi unakuwa wa kwanza kuzipata. Hadi wakati mwingine, nakutakia mchana mwema.